Na mtazamaji, tafakari hili. Mshukiwa anakamatwa mbele ya wazazi wake na maafisa wa DCI, kisha chini ya saa 24 mzazi anapokea habari za kifo cha mwanawe katika kituo cha polisi. Polisi wakidai kwamba mshukiwa alijigonga kichwani mara kadhaa kwenye ukuta, na katika harakati za kupeleka hospitalini anatangazwa kuaga dunia. Mtazamaji, ndiyo hali halisi iliyomtendekea Albert Ojwang, kijana wa miaka 31. Na kama anavyoripoti Ode Francis, kijana mwingine kwa jina Kevin Mwide amekamatwa na anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji kwa tuhuma za kuchapisha taarifa potofu katika mtandao wa X. Akiwa anapata chamcha nyumbani kwao na familia yake, maafisa wa upelelezi walifika na kumchukua Albert Ojwang na kisha kumtia pingu mida ya saa 8 mchana. Hakula, wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Wakasema huyo bwana Sogei. Akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawego. Akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi, Albert aliwasiliana na rafikie ambaye tumebana jina lake akiwa na wasiwasi. Mimi I've never experienced it. Nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. Kulingana na taarifa kutoka idara ya polisi, Albert alijigonga kichwa ukutani ndani ya seli, na wakati alipokuwa akipelekwa hospitali ya Mbagathi aliaga dunia. Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Mtoto awekwe rumu peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale. Kwa nini asiwekwe na wenzake? Albert Ojwang, kijana wa pekee katika familia ya mzee Meshak Ojwang, sasa hayupo tena, ila maswali ya kifo chake yanaendelea kuibuka. Natumai ningemwona huyo mkubwa, hata na mimi angeniua. Inadaiwa kuwa Kevin Mwide, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamkunji kwa tuhuma za kuchapisha habari za kupotosha, alikamatwa katika kijiji cha Gucha, kaunti ya Kisii, Alhamisi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kenyanya. Inadaiwa walisimama katika eneo la Narok walipopata chajio, baadaye kufika katika idara ya upelelezi na kuhojiwa katika afisi ya DCI, kisha kufikishwa kituo cha polisi cha Kamkunji. Baada ya kukamatwa kwa Kevin Mwide, inadaiwa kuwa Albert ni miongoni mwa waliokuwa na uwezo wa kuingia katika akaunti ya Kevin ya mtandao ambayo ilichapisha